Bila shaka hujambo na karibu katika mjadala wetu wa wikendi hii kuhusu darasa huru la sheria. Leo tunazungumza na wakili Martha Limo Arusha na jambo letu ni kuhusu wosia. Unafahamu nini kuhusu wosia? Karibu ungana nami mtazamaji wetu. Mimi ni Jennifer Lazaro, karibu kwa niaba ya wale wote waliohusika kuandaa simulizi hii. Karibu sana. Karibu tumsikilize wakili Martha kutoka Arusha na darasa hili la sheria. Tuandikie maswali yako kupitia namba 0654978312 Kalam TV Online. Usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalam TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalam TV Online. Kwa jina naitwa Martha Limo, ni wakili, natokea Aulaurio. Aulaurio ni kifupi cha Arusha Women Legal Aid and Human Rights Organization au kituo cha msaada wa kisheria kwa wanawake na haki za binadamu Arusha. Tunajishughulisha na kutoa msaada wa kisheria bure kwa jamii, hususan kwa wanawake na watoto, lakini pia tunaelimisha jamii kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu sheria na haki za binadamu. Leo tutaongelea kuhusu wosia. Tunapaswa kufahamu kwanza wosia ni nini. Wosia ni maneno au maandishi anayotoa mtu wakati wa uhai wake kwa jinsi mali zake zitakavyogawanywa, na pia kama ni kuzikwa atazikwa wapi, na pia kumchagua msimamizi wa mirathi. Hivyo basi katika Tanzania kuna aina mbili za wosia. Wosia wa maneno ni mtu anatoa pia wakati wa uhai wake, na huo unatakiwa ushuhudiwe na watu wasiopungua 4, wawili miongoni mwao wakiwa ni ndugu wa karibu wa mtoa wosia, na ushuhudiwe kwa mara moja. Na katika wosia wa maandishi ni pia mtu anaandika huo wosia wakati akiwa hai, na unashuhudiwa na watu wasiopungua 2, na mmoja miongoni wao ni lazima awe ni ndugu wa karibu. Wosia unatakiwa uandikwe kwa hiari, kusiwe na kulazimishwa, na mtu pia anachagua mashahidi wataka yeye mwenyewe. Na katika wosia lazima uonyeshe tarehe na uandikwe kwa kalamu isiyofutika kama kalamu ya wino au kuchapwa kwa mashine. Kwa hiyo katika ule wosia utaonekana ni nani warithi halali wa marehemu. Kwa hiyo itaonyesha pale orodha yao na umri wao, lakini pia na kama kuna wategemezi lazima ionyeshe, na pia ni mali gani, orodha ya mali zilizopo, na zionekane kwa ufasaha bila kufutika au bila mtu kupata nafasi ya kuja kutafsiri. Kama ni shamba lipo eneo fulani, kata fulani, kijiji fulani, karibu na mahali fulani. Na hivyo basi huyo mtoa wosia atachagua nani ampe nini. Kwa maana hiyo ataonyesha kabisa kama ni mali fulani nimempa mtoto fulani na iko mahali fulani. Kwa hiyo isipatikane kabisa muda wa kuja watu wa huku pembeni, wale watakuwa kuwa hai wakati huo kutafsiri ile huyu mtu alikuwa anataka kuandika nini. Kwa hiyo inatakiwa ionyeshe kila kitu kwa ufasaha. Na wosia unaanza kufanya kazi baada ya mtu kufariki. Mtu akiwa hai na wosia ukajulikana, basi mali zitagawanywa kama vile hakuna wosia. Kuna faida nyingi za kuandika wosia, kwa sababu mtoa wosia atagawa mali yake kulingana na jinsi mwenyewe anavyotaka, mali gani nimpe nani, na pia ataamua kama ni watoto wadogo au ni watoto wakubwa, mali hii nitampa nani, kama ni mke au kama ni mume au kama ni mtu baki.
kwa sababu mali pia wosia unaweza ukampa mtu baki, sio lazima awe mke, mume au watoto, lakini fungu atakalopewa mtu baki lazima iwe dogo kuliko wale warithi halali. Lakini pia wosia, mtoa wosia anaweza kuwanyima urithi watu wake wale wanaostahili, mume, labda mke, mtoto ama nini, kulingana na sababu zifuatazo, ambazo hizo sababu lazima azionyeshe kwenye wosia. Iwapo kama mtoa wosia, kama ni wa kiume, mtoa wosia ambapo ni mtoto wa marehemu alijaribu kuzini na mke wa marehemu, hiyo ni sababu mojawapo, au alimtishia ametaka kumuoa, hiyo ni sababu ambayo inafanya mtu anashindwa kumpa urithi. Lakini pia labda wakati wa dhiki, shida, mtoa wosia alikuwa yuko kwenye hali ya shida, na wakati huo au warithi, huyo mrithi alikuwa yuko katika hali nzuri ya kuweza kumsaidia, lakini hakumsaidia, mfano labda katika ugonjwa, katika chakula, katika chochote kile ambacho mahitaji. Kwa hiyo pia anaweza kumnyima urithi. Na iwapo kama mtoto labda amejua amenyimwa urithi, anatakiwa aifuatilie mapema kabla yule mtu hajafariki, na kama amefariki basi atakuwa hana urithi. Na ikumbukwe kwamba iwapo mtu aligawa mali yake akiwa hai, hiyo haiwezi kuingizwa kwenye mirathi, kwa hiyo haitagawanywa. Mtu akishapewa mali na mtu akiwa hai, kwa hiyo mali haiwezi kugawanywa. Na iwapo kwamba mtu kaandika wosia wake lakini baadaye akaongeza mali, kama ameongeza mali au mali ikapungua, anaruhusiwa tena kuandika wosia mwingine, au kawosia kanyongeza. Kwa hiyo akasema labda leo tarehe fulani, mimi fulani kwa hiari yangu mwenyewe nafuta wosia wangu wote niliowahi kuandika, na huu ndio wosia wangu wa mwisho. Hivyo mali zangu nazigawanya katika mtiririko ufuatao. Kwa hiyo sasa yakaanza kuorodhesha pale hiyo orodha ya mali. Mimi wito wangu kwa wananchi kwamba waandike wosia, kwani inaepusha mgogoro, na wosia sio uchuro kabisa. Kwa hiyo mtoto ajiandikie wosia, na usikose kuangalia vipindi vya Kalamu TV online kila siku ya Jumamosi kwa ajili ya kupata masomo haya ya kisheria. Karibuni sana. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV online.